Hello madam, habari? Salama, habari ya kwako? Salama, unaendeleaje? Naendelea vizuri, sijui nini. Tupo salama madam. Ni Wadada Center hapa? Ndio madam, tumekupigia kwa ajili ya kuwajulia hali, mnaendeleaje na dada? Miezi 6 sasa, nusu mwaka. Ni kweli. Hongereni sana kwa kupata huduma kwa miezi 6. Asante, tunashukuru, tunaendelea vizuri. Utendaji utendaji wake wa kazi anajitahidi sana. Na nidhamu anajitahidi kwa kweli. Ningekwisha soa malalamiko, lakini vitu vingine ni vya kibinadamu vya kawaida tu, tunaendelea kuelekezana kidogo, lakini kwa kawaida iko vizuri kwa kweli, anajitahidi. Okay, kwa hiyo ni sehemu gani ambayo labda unadhani anapaswa kuimprove, kuboresha? Yani mpaka napata kiugumizi sana kwenye utoaji wa taarifa. Kwa mfano, tunajua tunanunua vitu vingi ndani, kwa hiyo kama kinakaribia kuisha mzito kuweza kusema, unashangaa kimeshaisha, unaona. Kwa hiyo kwenye mambo kama haya, kwa hiyo hivyo. Okay. Kwa hiyo ni kwenye utoaji wa taarifa, yani ile sasa tu communication sasa iwe kwa mfano communication communication kidogo kwake inakuwa ipo chini. Yani ipo chini sana kwa hiyo, lakini mimi ninajua ni vitu vya kibinadamu, na of course nimeshamwambia several times, na naona anaenda na anarudi tena nasahau. Kwa hiyo naona kama ni kitu ambacho iko hivyo, yani sasa na nachukulia ni sehemu ya mapungufu ya kawaida. So basi tutaongea naye, na sisi itampa pia uzito wa kujua kwamba anapaswa kuboresha kwenye hilo eneo. Okay. Sawa. Na kwa watoto vipi? Unamwonaje kwenye sekta ya watoto? Kwa watoto wanajitahidi. Ingawaje mwanzo kwa sababu naye ana mtoto. Kwa hiyo ilifika wakati mpaka hivi imebidi sasa nitumie personal yani nguvu ya ziada ya kumwelewesha. Unaona, sababu alikuwa kama anajaribu kurelate maisha ya kama vile unajua mtu akiwa na mtoto kama anamkumbuka mtoto wake huko, kwa hiyo huyu hivi wakati wa kwangu hivi. So nilijaribu tu mimi kumwelezea kwamba iko hivi. So sijajua sana, unaona, lakini anajitahidi. Sasa hivi amebadilika, unaona, kidogo, kwa sababu mwanzo hata nilikuwa naona ukaribu na mtoto alikuwa hana. Lakini sasa hivi baada ya kuongea naye vile, sasa hivi ana ukaribu na mtoto. Okay. Wako wawili pale kufuatilia pia mtoto chakula na nini. Muda mwingine ndio unakuta hafuatilii. Of course mimi namtegemea sana yeye, kwa sababu najua kidogo yeye ni mwelewa zaidi. Unaona, kwa hiyo kitu kama hicho kidogo naona kidogo mzito mpaka tukumbushane. Sawa madam. Basi tunashukuru. Sofa nadhani kwa comments hizo naona bado asilimia kubwa ni ya yeye kujitahidi kwenye hizo hayo maboresho machache. Kwa sasa tumwambie ili angalau uzidi kupata huduma bora zaidi. Sawa, nashukuru sana. Tunashukuru sana madam, tukutakie siku njema na majukumu mema, lakini tutazidi kuwasiliana. Kwa hiyo unapoona kuna changamoto tuwe tunawasiliana ili kwamba tuwe tunaitatua kwa pamoja, inakuwa rahisi zaidi. Lakini pia kuna vitu vyetu vingi ambavyo huwa tunaviendelea kuvifundisha kwenye platforms zetu za social medias. Kwa hiyo tunaomba uwe unamhamasisha pia awe angalau anapita huko anaangalia Instagram. Instagram. Okay. Atakutana kule na vitu vingi, au alishaondoka, tumebadilisha vitu vingi. Kila siku
tunazidi kuboresha mitaala yetu. Kwa hiyo anavyopata hivyo vitu vipya angalau atakuwa anaendana na kasi yetu. Basi nashukuru, hiyo pia sikupewa. Ngoja nitaingia Instagram. Nikiingia pale nikisearch Wanawake Live naweza nikanania. Una search Wadada Center au Joyce Kiria Official. Okay. Kwa ukisearch Joyce Kiria Official ama ukisearch Wadada Center utapata pale maudhui yetu mbalimbali. Sawa. Basi asante. Asante sana madam, nikutakie siku njema. Karibu sana Wadada Center. Asante. Hello. Habari dada Azizi? Habari yako? Salama, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Uko salama? Unaweza kupunguza kidogo sauti hiyo tunaisikia ya wimbo hapo ili tuweze kuongea, au uko njiani? Okay, unaendeleaje na kazi? Kazi inaendelea vizuri, namshukuru Mungu. Umemaliza miezi 6, hongera. Asante. Hongera sana kwa kupambana. Nashukuru. Okay, kuna changamoto yoyote kazini labda? Changamoto ni ndogo ndogo tu za kawaida, sio kubwa. Ni changamoto tu za kikazi. Okay. Ambazo kwenye kazi yoyote possibly haziwezi zikakosa, si ndio? Lakini unapoona kuna changamoto ambayo wewe kulingana na mazingira unashindwa kuitatua, kama kawaida unajua unapaswa kufanyaje? Report. Kuwasiliana na kituo. Kwa hiyo tupo kwa ajili yenu, ndio maana tunapiga pia kwa ajili ya kupata mrejesho wa mnaendeleaje. Nimezungumza, nilikuwa kimya, hii simu yangu yenyewe ilipata hitilafu kidogo. Na hata hivyo bado sijapata simu. Ila mwezi huu nitanunua simu. Okay, pole. Asante. Kwa hiyo kuna changamoto gani ambayo unadhani kwamba tunapaswa tuitatue kama kituo? Labda kwa kuzungumza na changamoto ni ya kawaida tu. Naweza nikaitatua, yaani naweza nikapambana nayo. Ambayo ni changamoto gani? Hamna. Hamna changamoto kubwa. Sasa mbona unaniambia zipo ndogo ndogo? Si ndio hiyo ndogo tu ama hiyo ndogo? Yaani ndogo ni kwamba huku nilipo kazini. Huyu mwenzangu nilikuwa naye. Akili zake zipo sawa. Yaani kwenye mazingira ya kazi anaweza vitu hajafanya vizuri, lakini mimi naweza nikarekebisha. Sawa. Yaani kwamba kwa maana ya msaidizi uliye naye ambaye wewe ulimkuta hajatokea kwetu, si ndio? Ndio kidogo anakupa ugumu kwenye utendaji wa kazi. Lakini wewe unajitahidi kufanya majukumu yako vizuri. Najitahidi. Sawa. Basi nadhani uendelee kupambana kwa sababu hata hivyo wewe ndio utakuwa unaangaliwa kwa utofauti kwa sababu umetoka kwenye kituo. Kwa hiyo atakuwa anakutegemea wewe zaidi kwenye kuhakikisha kwamba majukumu yake yanaenda vizuri. Uwe pia unamwelekeza na huyo mwenzako hata kama hajatoka kwetu, lakini ili awe anakusaidia angalau unamfundisha vitu. Naendelea hivyo lakini kutokana yani akili zake hazijanani, yani sijui niseme yani hajakamilika akili zake. Kwa hiyo tunaelekezana hivyo kazi zinaenda. Okay. Sawa, nimeongea pia na madam amesema nikuambie vitu vichache. Kwa hiyo kuna vitu vichache tu vya kuboresha mrejesho wako hapa kwamba unajitahidi kwenye majukumu lakini kwenye kutoa taarifa sasa una diary kweli? Una notebook ambayo uwaga unaandika vitu vyako? Sasa kuna issue unanunua vitu vya kukaa, mnafanya stock ya vitu vya ndani lakini mpaka vinaisha labda hujatoa taarifa, itakuwa na labda mambo yanakuwa mengi unasahau. Sasa ili usisahau, hakikisha wewe unaandika na unakuwa na ratiba ya kila siku jioni unapita kwenye friji, kwenye nini store, unaangalia vitu ambavyo vimebaki, vitu ambavyo vimekaribia kuisha, vitu ambavyo vinakaribia kuharibika, ili kwamba wewe unatolea taarifa inakuwa rahisi, mtapunguza vitu kuharibika ndani lakini pia mtapunguza ile
shida ya vitu vimeisha alafu hakuna taarifa ya vitu kuisha. Kwa hiyo hapo ukiimprove hapo, nadhani ukiboresha hapo utafanya vizuri zaidi. Asante. Lakini pia kama unaona kabisa kuna yani hivyo, uwe unawasiliana kwa ukaribu na mwajiri wako, mshirikishe kwenye baadhi ya vitu ambavyo, kwenye vitu vyote, sio baadhi, wewe unamshirikisha kwenye vitu ambavyo unakuwa unavifanya nyumbani, ikiwemo sasa hiyo ya kutoa taarifa ya vitu na vitu vingine vyote ambavyo vinakuwa vinatokea pale nyumbani. Ni muhimu kwa unaongea na mwajiri wako, utamuuliza hata kupata pia mrejesho kwamba madam, hivi kwenye usafi unanionaje, ni wapi niboreshe, madam unanionaje kwenye kupika, madam unanionaje kwa watoto. Itakusaidia wewe kujijenga kila siku. Na kwa watoto pia amesema mlishaongea kuhusiana na namna ya kuwapenda watoto na nini, si unajua, nadhani alisema kuna issue, ulikuwa kuna kipindi mkakaa mkazungumza. Kwa hiyo anakuona unaendelea kufanya vizuri, kwa hiyo endelea kufanya vizuri zaidi kwa watoto na kwenye hizo kazi nyingine. Nimemwambia pia madam kwamba wewe anakupatia hata namna hata ya simu kama huna, ili uweze kuwa unapita kwenye page zetu kuangalia trainings na vipindi vyetu ambavyo tunaviposti kila siku. Kwa hiyo hakikisha wewe unapita, unaangalia, unajifunza. Sawa? Haya, asante. Nashukuru. Asante sana, wewe na siku njema na majukumu mema. Haya, asante, bye.